Pere niko sur place hapa. Bana wanarete parmi bale bako wanatega mabombe Muvira. Hapa nje alupango yetu. Pole sana, pole. Pole. Pole sana. Mimi kwa. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Asante. Hapa Traore yako na gabulia watu hapa kwa msaada hapa. Kuna bamere yangu. Yako na bamere hapa sika mnaona. Msome aluvungi. Na wewe? Bwana na vitu bwana nione. Tapata. Usiogope. Na tupashane tena. Cha kwanza au jambo popote ulipo pale ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Ninakusalimu nikijua ya kwamba wewe uko vema kabisa katika afya yako. Katika wakati wote ninapokujia na kusikia sauti yangu ujue ninakuja kukupasha habari. Kwa yale ambayo yaliyojiri na kwa sasa ni taarifa ya habari. Kwa vyovyote vile ni mimi tu kukupasha habari ni kukaribisha popote pale ulipo ulimwenguni katika Afrika na mahali mengine hata popote pale unaopatikana katika maeneo mengine tofauti katika ulimwengu mzima. Tukipatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo cha habari Reality Mambo TV kinachopatikana. Na basi leo ikiwa ni tariki 9 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Na hivi ikiwa tu ni juma 4 ambayo nakuja tu kukupasha habari. Lakini ungana nami mwanzo hadi mwisho hata kwa kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele pia ili unapata habari zetu mapema. Na bila kuponda muda tuanzie mara moja uko katika tarafa la Uvira, maeneo ya Ruvungi ambako ni maeneo ambapo kunasifika kwa sasa ya kwamba waasi wa M23 wameweza kufika maeneo hayo na kumiliki. Lakini jambo hilo linaendelewa kupingwa vikali na wengine kuweza kuthibitisha ya kwamba uhakika Ruvungi hiko mikononi mwa waasi wa M23. Hiyo ni kutokana na wasiwasi na mambo ambayo yanaendelea kuzagaa kwenye mtandao. Nikumbushe ya kwamba Ruvungi ni maeneo ambako sio mbali sana na Sange kwa kutumia hiyo barabara ya lami. Lakini wasiwasi mkubwa unaendelea kusifika na kusikika maeneo ya huko kwenye bonde la Ruzizi ambako ni kwenye mstari wa mapambano kwa sasa. Watu wanaendelea kuondoka maeneo hayo na kuweza kusikika kujelekeza maeneo ya Rugombo, yani ikiwa huko Burundi, na hivyo hata kabisa makao yao ya kila siku ambako waliweza kuishi. Na kupitia sauti ya walio wengi katika lugha tofauti wanaendelea kuthibitisha kwamba Uvira iko mikononi ya wazalendo, jeshi la Burundi, hata pia jeshi la Kongo FARDC. Ni baada tu ya hayo wasiwasi ambayo yaliweza kusababishwa pia na vijana ambao waliweza kushikwa watatu maeneo ya Ruvungi ya kwamba walikuwa wanapasua mabomu maeneo hayo ili kwamba kuleta wasiwasi mkubwa maeneo hayo, na kusikika ya kwamba wakati waasi wa M23 walikuwa wanapambana maeneo ya huko Kamanyola, Katogota na kuingia maeneo mengine, ya kwamba majeshi ya Kongo yapate kuchanganyikiwa kujua ya kwamba adui ameshaingia tena huku nyuma. Lakini tupate kuthibitishwa zaidi kutokana na hali ambayo inaendelea huko ya kwamba sio kweli lakini ni uongo. Ni saa hii hapa nilisikia hizi mahabari, nilienda ona watu hapa kusektere ni bongo Luvunge nepa tombe kule kote nepa tombe. Ni basoda ba mupya benye baliingia banavala zile teni. Ima video yenye mnaona iko na circule ni ile ya bakotazo banaitrete. Banasema basoda banachafanywa releve na bengine make kule kusha kwa forces zingine hizi zenye zilitokea Burundi. Njo banasema vile saa hii hapa ku secteur. Donc ni habari ya bongo ile kusema makamanyola wala nini, hapana. Batu saba waliona zile teni za vert bakaanza zania ni barebele, me hakuna rebele iko kule kote. Ndo habari hiyo meshe, ndo habari hiyo. Okay, merci. Na leo 14h ya kutumba iko nafanya mitingi hapa Mlongwe. Chers amis, vous devez faire attention. Vous n'avez pas été sur les bancs de l'école
pour remplacer 3 par D ou 0 par 1. Ça n'existe pas en mathématiques. La mathématique est une science exacte. Et donc, quand on parle de Luberizi, quand on parle de Goma, quand on parle, je ne sais pas, de Luvung, il faut voir la carte du site Kivu et voir l'échelle kilométrique qui existe entre village par village, la latitude et la longitude. Également, les altitudes comptent là-dessus. Et donc, ça c'est l'armée rwandaise et donc le gouvernement rwandais qui a créé un bâtiment de mensonges où il installe les gens qu'il paye tous les jours pour fabriquer les mensonges numériques. Les mensonges numériques en fait de l'armée rwandaise à pouvoir occuper des villages sans guerre. Luvungi, je confirme, se trouve dans le main des FARDC et des Wazalendo et de l'armée burundaise. Je dis bien Kamanyola, 75-80% de cette surface là-bas se trouve dans le main des FARDC, Wazalendo et l'armée burundaise. Il n'y a aucun débordement. Jusque-là, il payait encore certains jeunes à Sange, certains jeunes à Uvira, il les a dotés de grenades et ils les ont payés pour faire directement les lancements, les largages de grenades, en fait que la population puisse fuir leur village. C'est ce qu'ils faisaient. Et les FARDC ont mis la main sur les 6 personnes là-bas. On a exécuté sur place 5. Une personne reste qui roule avec les FARDC dans un véhicule fumé pour chercher les autres parce qu'il avait dit qu'ils sont en 18. Si c'est déjà neutralisé, il manque 12. Les 12, on est en train de les chercher dans un véhicule fumé et filmé des FARDC. Et donc, vous ne pouvez pas être là et commencer à vendre vos cerveaux parce qu'on a mis les choses sur les réseaux sociaux. Il y a une population à Luvungi, il y a une population à Uvira, il y a une population à Luberizi, il y a une population partout congolaise et qui doivent avoir des familiers dans d'autres provinces ou dans d'autres villages qu'ils communiquent le vrai résultat. Il est vrai que l'armée rwandaise, à partir, je ne sais pas, de leur district là-bas, qui lançait des missiles vers Luvungi, en fait de faire peur à la population ou tuer, ce sont eux qui ont tué la population. Mais les FARDC, très professionnels, ont ouvert un couloir pour la population, en fait de se déplacer d'abord de ces côtés là-bas où les missiles sont en train de tomber. Et l'armée rwandaise a eu peur d'entrer à Luvungi parce que les FARDC Wazalendo les attendaient comment les bombarder s'ils osaient entrer à Luvungi. Et voilà comment l'histoire se passe dans cette histoire. Je voudrais bien que cet audio puisse être directement posté pour que les gens puissent suivre ce qui se passe. Il n'y en a pas. Le maudit Rwanda n'est pas à Luvungi. Le maudit Rwanda n'est pas à Luberizi. Le maudit Rwanda n'est pas dans le village de Katogota. Le maudit Rwanda n'occupe pas Kamanyola. 80 ou 85% de cette surface là-bas est occupée par l'armée congolaise, le Wazalendo et l'armée burundaise qui est le partenaire militaire des FARDC. Voilà un peu ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas céder vos cerveaux inutilement à de vendus rwandais, congolais, qui sait parce qu'il y a les Congolais de mauvaise qualité qui sont au service du maudit régime de Kigali. Chers amis, vous devez faire beaucoup plus attention, il faut aimer votre pays, il faut aimer votre peuple. Du moment venu, on mettra nom, poste, nom et pronom pour tous les vendis et négriers des salons qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi. Du moment venu. Et voilà, c'est ça. Niongeze la ziada na kuweza kuthibitishwa naye Bisimwa David wa kundi la Kamama akipatikana maeneo ya Sange. Katika mazungumzo yake na mpasha habari aliweza kuthibitisha mara ngapi wao ndio ambao wanaweza kushika maeneo ya hapo Sange na maeneo mengine ya Luvungi na kuendelea. Na hivyo tu akiweza kumaanisha ya kwamba wanaoshika maeneo huko ni kundi la jeshi la Kongo, la Burundi na hata Wazalendo kwa ujumla.
lakini aliweza kugusia ya kwamba yale ambayo waliweza kufanya mzozo kidogo na jeshi la FARDC ni kwamba waliweza kuja vibaya, lakini wameshasikilizana, na hivyo yote anayo yeye akiyazungumza kwa kina. Jambo mzee. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina la David Bisimwa, chef M mu force ya Kamama. Watu ambao sasa hivi wanatizama wako nje na wengine wako Uvira na mbali zaidi ya Kongo mzima, wanataka kujua kwanza hapa ni wapi? Hapa ni Sange. Hapa ni Sange. Na hapa mko position gani? Hapa tuko position ya Bazalendo. Sasa watu mpaka hivyo hawaamini kwamba hapa ni Sange, na kwa sababu kulikuwa habari nyingi ambazo zilivuma msite kutoka maredio international na national ke Sange na plene mzima iko mikono ya M23. Hizo habari ulizipokea aje, na hizo habari labda unaweza waambia watu nini wa batuma confusion mkichu? Hizo habari balisema ni za bongo. Kuanzia Luvunge mpaka Sange iko mikono ya Bazalendo. Si hatuyaona hata M23 kwa macho yetu. Sange iko mikono ya Bazalendo plene yote. Kuna audio 2-3 zisikia ya watoto hapa Sange. Ikiwemo mheshimiwa Godefroid Muivi ambaye yuko Bukavu na kama sidanganyi na mwingine. Sasa hizo habari kwamba alisema alikuwa ambia watu warudie Sange, wakobozi washaingia ambao ni wadui ya M23. Sisi tunatambua kama Muhivwa iko M23. Njoo hivyo gisitu biko. Na mpaka sasa hivi tulisikia kwamba Sange kulia masasi mingi sana, lakini mpaka nafika mimi hapa sitasikia masasi. Ilikuwa masasi ni gani ambayo ilikuwa nalia hapa Sange ambayo tulisikia sana? Wakati masasi ilia hapa Sange, FARDC ndio yenye lipita hapa. Mwase nataka kupigana na sisi. Kuingia pale mbele ya barabara, sisi kufika pale wakaanza kutuingiza kwa masasi. Pale sisi tuko basoda na tuko bazalendo. Juu kusikilizana tukaanza kupigana nabo. Lakini kwa hii wakati tushasikilizana na FARDC tuko pamoja. Bako yetu. Unafikiri labda chanzo ilikuwa nini mpaka kuanza kuwataki wazalendo? Si chanzo alikuwa tunakijua. Kisi balikuwa mubaya. Alikuwa anatafuta mzee akakutana telefone yake iko mikono yake, iko na charge. Abakusikilizana na yeye asubuhi bakalamkia asubuhi, mwase wanakuja kututoke hapa kwenye tuko. Tukamwambia sisi hatutatoka. Kwa position ya MONUSCO. Ndiyo. Ya maana MONUSCO ilitoka ikaacha position zake wazi au muone mlifunza hapa position? Hapana, waliacha tu wazi. Mlikuwa FARDC wakati vitu viko vinaenda mubaya, wakatoka wakaenda. Na sisi tukaingia, lakini mkingali wengine wa FARDC babibi yao kingali humo na wa FARDC bo peke pamoja wakingali humo. Tuko nabo pamoja. Kuna habari ziko natembea kwamba nyie ndio mko na shika silaha za FARDC par force. Wala ambao wanakimbia vita, mnawaambia mwache mabunduki hapa, sisi tupiganie mwingine yetu. Sasa mkimacho kama nyie mko wa trete kama vile Bukavu na Goma. Si atukamati silaha za FARDC. FARDC ndio tukupatia silaha. Mzee, watu wa Bukavu wako nalia kila siku, wanauawa na Goma na wengine kubakwa, lakini wako na waaminifu sana wazalendo ambao huko kwetu Sud Kivu, Uvira, Fizi. Unaweza kuambia nini hao watu ambao wanategemea mpaka hivi? Ndio waikale tu fasi moja, tutabaokoa. Make batulie pale. Ndio. Mzee, vita hii kuiweza naomba kwanza kuungana mkono. Kuko watu ambao wako nje, Bafulero, Babembe, Wanyindu ambao wao wako mbali, hawezi ingia mvita, na wengine wiko hapa hata Sange hawezi ingia mvita ashike bunduki. Kwa kushinda hii vita naomba kupata chakula na wengine na kuwasaidia. Unataka wasaidie nini ili mradi mpate nguvu ya kushinda hii vita? Unaona watu wenyewe wako nje. Uzalendo wako kusema mwasema mtu akamate silaha. Hapana. Uzalendo ni ule mwenye anakufa juu ya iti yao. Anaweza tusaidia chakula, madawa na minisio, ndio tunaendelea mbele. Raia atapata minisio ya mzee. Kama ni raia, kama iko raia, si ni mwai wa franka, anatatuma franga. Siye bazalendo tunaangalia gisi tutapata vya kutusaidia. Ukimaanisha kwamba make hakuna mchango wote ambao mnapata kwa serikali ili kuwasaidia nyie chakula, matunzo na vingine? Hakuna hata mchango moja. Hatuna. Donc mnaomba raia wasaidie nini ambao wako nje na wengine ambao wako nje wasaidie nini? Tunaomba raia wenye ko nje watusaidie kumadawa, kuchakula, sabuni na magojo na makochi tunakosa. Kwa kumalizia, tutaka tujue, maana watu hapa wanatuangalia naona nyuma kwa kikosi kidogo tu. Wataka wapate nguvu ambao watu wajue kikosi chako kiona majeshi wangapi na wanajipangaje.
Hapa Sange tuko basoda ba mingi sana. Kila fasi tuko na basoda, lakini ba mingi balitoka na kiongozi General Kamama. Tutaka upatie raia neno la mwisho, raia kama iko Uvira, neno la mwisho kwa fariji. Ndiyo, mimi naweza fariji watu wa Uvira wakwetu fasi moja, waikale fasi moja. Sisi wazalendo tutawakomboa. Hakuna adui yoyote mwenye atafika Uvira wafike Sange. Tuko tayari. Sisi watoto wetu walibatuma tubapiganie, na ndio tutabapigania. Hakuna kingine kenye kitashindikana na adui hata ingia Uvira. Kamanyola mlikomboa mdakika ngapi? Kamanyola tulikomboa mdakika moja. Yaani akukua vurugu mingi, yani mlipiga adui sana. Ndio, hakuna vurugu yenyewe ilikuwa tulipiga adui. Asante sana. Asante. Na mara moja huko kwenye makao makuu ya Kivu ya Kusini kwa muda ni katika mji wa Uvira ambako wasiwasi mkubwa uliendelea kusikika leo na kuweza kusikika milio ya risasi hata mabomu katika maeneo hayo. Nikumbushi ya kwamba hayo yote yaliweza kusababishwa na kusikika kundi la FARDC kuweza kurudi nyuma, lakini wakiweza tu kuwaambia wapate kuacha silaha, na hivyo hayo yaliweza kuleta utata katika maeneo hayo na wasiwasi mkubwa. Sasa FARDC kipiga tena risasi hapa, sisi tunaanzana nao sasa. Tunaona tupigane na mwetu. Uko wapi? FARDC kipiga tena masasi hapa Mkasenga, sisi tunaanzana nao. Basi biko nafaa vitu kama mtakorogana nabo basi. Biko napiga masasi kwa nini unaenda sasa, biko naenda wapi? Sasa ujiulize kule mbele, mimi natoa kule, naacha watu kule mbele sana. Kwanza mimi nakaa ni nao nipukize kidogo nirudie pale Runingu. Baba biko napiga masasi kama ya nini siyo? Ukajiulize, bana intimidate watu, bana paralyze movement hapa, bako wanapiga masasi na tu kwenye wako wanaenda. Nisha kwa barabara hivi mie na Tanzania nao msoda ambao tu FARDC napiga masasi na watie hapo masasi hapa. Bila bangalia mon frère pale bale ba indiscipline. Habakosaka bale ni discipline, tunabangalia tunabapatia macho. Kama watawisha wengine tu, niko deja Mkasenga mimi. Okay, sawa sasa. Mimi niko Mkasenga deja. Merci. Batu ya Uvira, jambo tena, ni kamanda wenyu wa vita General Foudre Rouge Igwe. Nawaambia msikwe panike, ni FARDC ndio yenyewe na kuja napiga masasi na kuiba watu. Tayari vijana wenyu washaingia wanjiani. Sasa hivi tunashimama ndani ya barabara. Hakuna wakipiga tena risasi moja tunafurushana, muwe donc mjipange, muache panike. Na msitangaze kama Uvira natuombea, hapana. Hakuna Uvira yenye natuombea, ni FARDC ndio yenye nakuwa napiga masasi bizarema jua kuiba watu na tu kwenye wako wanaenda. Soma ile audio nilisukuma mbele. Kumbe sirse mwendrelele tu hapa tanyangulana. Tanyangulana kabisa. Mkuwe poze, hakuna kitu Uvira, hakuna kitu. Amani. Hakuna kitu Uvira. Na baba indiscipline FARDC ndio yenyewe panaenda napiga masasi ovyo na kuiba, bashaiba hapa shaposhi watu nakia fika hapo na retard. Baepoze calme na msidivide ma information za bongo. Zile consigne zao tutazijua. Ni kweli. Aishaenda Tarafora, wasoda bengi sana wametoka Kongo, wamepanda gari hapa Burundi wanakuja. Waliteremka kwa uwanja wa ndege hapa, wanaenda Kongo, wanaenda Uvira. Kamio nyingi. Kama kamio 7 kama sio 8 zinajaa wasoda tu wa Kongo. Wanaenda renforcer, wanapitia hapo kudwani ya Kavimvira. Unajua pangekuwa pabaya wangekuya, hawangeenda. Njoo hiyo. Piko sawa. Huko mtu tu anatuambia kama ni wasoda wale wa chivile walikuwa wanatoka kule kufro, biko sawa deserte. Barundi wakasema basi kama mnaenda Kalemi hakuna shida, acheni silaha zote hapo. Njoo walikuwa wanataka kudesarme ule chivile na wasoda yake. Sasa ndio pale ilikuwa wasiwasi, kwanza mwa biko wanasema yao waliwa desarme. Juu waliwaambia kama mtapanda bato, acheni kila kitu hapa. Bunduki muache hapa mwende. Juu kule watayua kwa watabaweka huko mbele ya safari. Lakini mkienda na army haiwezekani. Juu msiende kuharibu watu kule, muwaibe mfanye nini. Njoo hiyo. Ndio kofio kika likuwa. Lakini hivyo kwa wanasema kama piko normali kabisa.
Ndio. Na kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama mjini Uvira, imesikika jeshi la FARDC tena lingine ambalo limedema na ndege yao katika nchi ya Burundi na kuweza kuingiza majeshi yao Uvira ili ya kwamba wapate kuongeza nguvu kwenye mapambano. Na sasa hivi panapita kamio nyingi sana zinaenda Kongo. Za kutoka panapita kamio nyingi sana za kijeshi zinaenda Uvira. Za kutoka Burundi. Zinatoka Burundi zinaenda Uvira. Ila gari kamio ndio za Burundi, basodani ba Kongo wanateremka ndege size. Basodani wanateremka avio size wanaenda Kongo. Wanaenda Uvira. Na piko sawa, mimi naona piko sawa Uvira. Milio ya mabomu iliweza kusikika mjini Uvira ambayo iliweza kusababishwa na vijana ambao walikuwa katika mji huo, lakini kuweza kushikwa. Na hivyo nikumbusha kwamba mmoja wao wa wale vijana ambao waliweza kurusha mabomu, zilikuwa takriban bomu 3 ambazo zinaweza kusikika ya kwamba ziliweza kurushwa katika mji wa Uvira, na mmoja wao pia kuweza kushikwa na kuchinjwa na vijana. Na nikumbushe ya kwamba sio majeshi ambayo waliweza kuwashika, lakini ni raia peke yao waliweza kuamua kushika mtu huyo na hata pia kuweza kumchinja. Msela njole mtu huyu hapa nyuma mwase wanamkamata na mabombe, njoo huyo banamu hapa mwavenie wa bora na kwaka yewa bora moya ingine ya pili huku chini kutanganika, njo kwenye maiti yake iko mpaka sasa, njo kwenye kwa wanamchana tumbu yeye kwenye pale kuro kote walimuchana. Bajene njo walimua, population yo peke njo limua. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini acha nitoe shukran. Ninakuomba tena kuwa kwa vipindi vingine na kunifuatilia mwanzo hadi mwisho ili nipate kukujuza hali ya usalama ambayo inaendelea na hata habari zingine. Na hivyo, lakini uwe nami kwa kujiunga kwenye subscribe na hata kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Basi tutakutana tena ikiwa kwenye majaliwa. Asante.